Kwa majina naitwa Epimack Kweka au wananiita ITC_Kweka. Mimi ni mmoja kati ya wanafunzi ambao tunamaliza mwaka huu katika chuo chetu cha Mtakatifu Bakita katika kada ya uafisa tabibu. Nadhani umekuwa wakati mzuri zaidi kwetu kuhitimu masomo yetu, ukizingatia tulikuwa tumeishi kwenye mazingira mazuri, mazingira rafiki kujifunza, walimu wazuri, walimu waliobobea kwenye kutufundisha kuhakikisha tunakuwa wanafunzi besti pale tutakapoenda kazini, kwa sababu kama unavyojua matabibu kazi yetu sisi ni kuhudumia wagonjwa. Kwa hiyo so far kwanza nitoe shukrani kwa walimu wetu pamoja na uongozi wa chuo chote, uongozi wa hospitali ya NDDH ambao ni hospitali yetu ambao huwaga tunashiriki mafunzo ya vitendo pale. Nitoe shukrani za pekee kwao. Shukrani za pekee pia zingine nitoe kwa wanafunzi wenzangu ambao tumeshirikiana wote katika wakati mchungu na wakati wote, yani namaanisha. Kwa mfano huu mwaka sisi ilitakiwa tumalize mwezi wa 9, lakini mambo yakawa magumu, turudia mtihani wa kuingia mwaka wa 3. Kwa hiyo tulipitia wakati mgumu, ndio maana tunamaliza mwezi wa 11, kitu kawaida ibidi tumalize mwezi wa 8 au wa 9. So tunamshukuru Mungu kwa kuwa tunamaliza chuo. Pia tuko katika kufikiri, kwa sababu so far wote karibu wote tunaanza maisha mapya, unajua maisha ya baada ya kumaliza chuo. Lakini nadhani tumeelewa katika misingi sahihi, nidhamu, utendaji, ufanyaji wa kazi kwa bidii. Kwa hiyo sina hofu na hilo, kila kitu kitakuwa sawa. Pia shukrani zingine nitoe shukrani kwa CR wetu wa darasa letu Alexander Swila, ambaye amekuwa ni kiongozi wetu mwakilishi wa darasa letu tangu tunapoanza chuo hadi hivi tunavyoelekea kumaliza. Nadhani amekuwa akisimama kama mtu bora kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa. Shukrani zangu zingine ziende kwa Dr. Nkinga ambaye ni mkuu wa idara yetu ya afisa tabibu, lakini pia ni mtu ambaye amekuwa akisimama kama brother, kama kaka wakati wote kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa. Shukrani zingine nitoe kwa mkuu wa chuo. Nadhani kila kitu kimeenda vizuri hadi wakati huu tunaenda kumaliza. So far pia mimi ndo nimesimama kama ni mtu ambaye nimesimama nyuma ya kamera kushikiana na cameraman kuhakikisha mambo ya video documentary yote yanakuwa sawa. Haikuwa shughuli rahisi, lakini so far tumeifanikisha. Ilikuwa na ugumu kidogo kwa sababu ni jambo jipya katika taasisi yetu. Ni jambo ambalo kwa wanafunzi kama wanafunzi halijawahi kufanyika, lakini kwa ushirikiano na cameraman kila kitu kimekuwa sawa na video yetu imeenda sawa. So kesho tarehe 19 ndio itakuwa shughuli yetu ya mahafali, tarehe 19 mwezi wa 11 2022. Tunawakaribisha watu wote, nikiwa na maana wazazi, watu wanaotuzunguka, jamii yetu na watu wengine wote. Shukrani za pekee ziende kwa kameramani. Hivyo nadhani sina la ziada lingine.